Leo tarehe 6 ya mwezi huu wa 5 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Muhini ilikuwa inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa ilikuwa ni hoja za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa inakuwa imekiukwa, kwani katika hatua ambayo kesi imefikia ambako ni tayari ni katika kuchukua maelezo yale ya awali au kusikiliza maelezo ya awali kuhusiana na kosa lenyewe, sheria na sheria ile makosa mwenendo wa makosa ya jinai inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze kusikilizwa na kuweza kusaini nyaraka ambazo zinahusika kuhusiana na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa na mwisho wa siku ziingie katika kumbukumbu ya mahakama. Sasa upande wa mashtaka walikuwa wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni kabisa na mahakama, kwamba kesi inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi mshtakiwa huyu mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao mnamo ile tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa hizi ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa. Upande wa utetezi ulikuwa umeainisha vipengele vingi sana: haki ya mteja kusikilizwa, kuonana na mawakili wake, haki ya ndugu na jamaa na marafiki na umma kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na vile vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kumuona mshtakiwa kule katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo, hakimu Muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na Jaji Mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile. Lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamrisha afisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo ni swala ambalo alikuwa mbele yake. Lakini akaja akatoa amri, akaja akasema kwamba kwa kutokana na kuzingatia ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mazingira ambapo mteja au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii kwa njia ya kimtandao, na kutokana kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, basi misingi ya haki na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo.